والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. الحمد لله والحمد دائما لله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika darasa letu la Safinatun Najah katika fiqhi ya madhhab ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Wiki iliyopita tulizungumza mazungumzo yanayofungamana na sunanul wudhu, sunna za wudhu, na tukafahamu Muislamu anapojipamba na sunna katika kheri zinazopatikana ni kuwa yeye anakuwa mwepesi kutekeleza faradhi, lakini Muislamu anapopuuza sunna pia vile vile ni rahisi yeye kupuuza faradhi. Kwa hivyo unapodumu katika kutekeleza sunna bila kuzidharau, natija ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa taufik ya kutekeleza faradhi. Na tukataja pia wasomi al-arifuna billah, wacha Mungu, wakasema min alamati alqabul, katika miongoni mwa alama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukubalia ni al-inbi'ath, ni ule msukumo unaopata baada ya kutekeleza faradhi ukafanya sunna. Kwa hivyo wewe unatakana umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena kwa umetekeleza faradhi na amekupa hima ya kufanya sunna. Na wasomi wanavyotueleza min alamati alqabul, miongoni mwa alama za qabul ni inbi'ath, kupatikane msukumo wa kutekeleza sunna vile vile. Na nitatosheka katika mlango wa furudhul wudhu kwa mazungumzo tuliyozungumza ya sunanul wudhu. Kwa hivyo leo tutaingia katika mlango wa al-ghusl, kuoga. Tumekwisha kueleza pia katika mukaddima wa al-wudhu kuwa katika maqasid at-tahara, katika malengo ya tahara ni al-wudhu, na tukasema kwa nini wasomi wa fiqhi wametanguliza al-wudhu kabla ya al-ghusl. Tukaelezwa kwa sababu mwanadamu ahitajia zaidi katika ibada yake alwudhu kuliko alghusl. Kwa hivyo wakatanguliza alwudhu ala alghusl. Kisha baada ya alwudhu ni mlango alghusl ambao kwamba ni josho, kuoga, lakini sio maqasid peke yake. Wanazuona natueleza ni kutawadha, alwudhu, alghusl ni katika maqasid at-tahara, na pia at-tayammum. Tayammum pia ni katika maqasid at-tahara, ingawa tayammum la yarfa'u al-hadath. Kutayammam haiondoshi hadathi. Hadathi tulieleza ni imma hadathul akbar au hadathul asghar. Kwa hivyo mtu anapopewa ruhusa ya kutayammam kwa masharti yake, tukifika lao ataona maji, ile tayammum yake inakuwa batil.
kwa sababu hajatoa hadathi. Kwa lazima atawadhe kama ni wa kutawadha, na ni lazima aoge kama ni wa kuoga. Pia tukaelezwa pia katika maqasidu tahara ni izalatu najasa, kuondosha najisi. Kwa hivyo wewe unapopata najisi katika mwili wako ni lazima uiondoshe ile najisi. Ukipata najisi katika nguo yako, lazima nguo pia uiondoshe ile najisi. Lakini alwudhu, kutawadha ni tahara, lakini vile vile yarfa'u alhadath, ya kutoa katika ile state ya kuwa wewe una hadath, kwa sababu tumezungumza hadath, hauwezi kuswali. Alhadath hauwezi kushika mushaf wa hakadha. Kwa hivyo wewe umejitahirisha, na ukitumia nia ile ile tulizungumza wakati ule ule, yarfa'u alhadath. Alghuslu kadhalik, alghuslu tahara, kuoga ni tahara, wa yarfa'u alhadath, na pia yaondosha hadathi ambao ni hadathul akbar. Tutakuja kueleza kwa mapana. Kwa hivyo alwudhu walghusl, kutawadha na kuoga, min jinsin wahid, inatokamana na jinsia moja, kwa sababu kilahuma taharatun maiya. Kutawadha na kuoga haipatikani isipokuwa kupatikane maji. Kwa hivyo kisikia mtu anatawadha, bimaana lazima kupatikane maji, na tuliko tushaeleza qawasid aqsamul miyah kwa ikhtisar, ingawa katika safina baada ya hapo ameeleza. Kwa hivyo tumeona kwa kuwa tushatangulia kueleza masala ya maji mengi, maji machache, maji ambayo kwamba ni najis, tukaona hatuna haja ya kukariri, maanake ilikuwa hatuwezi kutawadha ikiwa hatujajua aqsamul miyah. Kwa hivyo tukaona tutosheke bila kutaja mara ya pili. Kwa hivyo alwudhu walghusl min jinsin wahid, mtokamana na jinsia moja, nayo ni taharatun maiya wa yarfa'u alhadath. Amma atayammum taharatun, lakin la yarfa'u alhadath, haiondoshi hadathi. Wa izalatu najasa, na kuondosha vile vile najisi. Umesafisha mahala ambapo kwamba umeona kuna najisi, lakini la yarfa'u alhadath. Ukiosha sehemu palipokuwa na najis, la yarfa'u alhadath. Kwa hivyo tukaona kwa mpangilio huu, alwudhu taharatun wa yarfa'u alhadath, kisha alghuslu taharatun wa yarfa'u alhadath, zikatangulia tahara zile mbili tulizozitaja ambazo ni tahara kweli, lakini la yarfa'ani alhadath, ambao ni atayammum wa izalatu najasa. Alghusl, kanuni za lugha ya Kiarabu ni kuwa ghasala yaghsilu ghaslan. Kanuni za lugha ya Kiarabu ziko hivi: min fa'ala yaf'alu fa'lan. Lakini katika fiqhi, kwa nini hawasemi ghasl, wanasema ghusl? Mkikumbuka katika alwudhu, tukizungumza mambo ya alwudhu tulisema ghaslu alkaffain, hatukusema ghuslu alkaffain. Tuliposema ghaslu alwajhi, hatukusema ghuslu alwajhi. Kwa wale wanaopenda lugha ya Kiarabu, hapo utakuja kuona wasomi wa fiqhi wanatuchanganya. Kwa nini huku ni ghasl na huku ni ghusl? Pamoja ukitizama kanuni za sarfi ya lugha ya Kiarabu ni kuwa ghasala yaghsilu ghaslan, ni sahihi, bali wengine wanasema hata ghislun, kwa kusema kwa kasra, ghislun pia ni sahihi. Lakini wasomi wa fiqhi wakachagua baadhi ya misamiati, nasema nini kwa lugha ya Kiingereza, hizi tunaitwa mustalahat, ambapo ikitajwa hujue hii imetajwa katika kutawadha,
na hii kitajwa ujue imetajwa katika kuoga. Kwa hivyo wakatuambia ukisema al-ghaslu ni kuosha viungo vya mwili, lakini si mwili mzima. Wakasema tuseme ghasl kwa fathi al-ain. Ndio kaona katika alwudhu tukasema ghaslu al-kaffayn, ghaslu al-wajhi, ghaslu al-yadayn, ghaslu rijlayn ila al-ka'bayn, kwa sababu unaosha sehemu katika mwili wako wala si mwili mzima. Lakini ukisema ghuslu bidhammi al-ain, wanazuoni wa fiqhi wakasema ukisema ghuslu maana yake ni mwili mzima. Kwa hivyo sawa sawa unaoga janaba ambao ni lazima, au unaoga josho la sunna, na josho la sunna ziko nyingi, tutakuja kueleza baadaye. Miongoni mwao ni ghuslu al-idain, kuoga kwa sababu ya idi mbili. Kuna ghuslu dukhuli al-Makka, kuna kuoga kwa kuwa umeingia katika mji wa Makka, ni sunna. Ghuslu dukhuli al-Madina, kuoga kwa kuwa umeingia Madina. Wa hakadha, katika zile sunna zilizoelezwa na wanazuoni za josho ambazo ni kuoga, wakasema madamu unaosha mwili mzima kifikihi utasema al-ghusl. Na al-ghusl katika lugha ya Kiarabu maana yake ni sailanul ma, ni kuchuruzika maji. Kiswahili wanasema hivi, yani mwili mzima utie maji na yale maji yanatembea katika mwili, ndio kuchuruzika. Ikiwa maji hayatembei katika mwili itaitwa almashu. Ikiwa wewe umejirushia pengine rasha katika uso, umepata wet katika uso, lakini yale maji hayajatembea, ile wanaita almashu, yani umejifuta na maji. Maanake hata almashu katika kutawadha si lazima utumie mkono. Mfano ukaweka mahali kukapita kidogo maji kidogo kwenye kichwa chako, tayari ni almashu, ni kufuta. Kwa hivyo hata udhu wako imekuwa sahihi. Lakini tukizungumza almashu na alghusl, ghuslu maana yake ni sailanul ma ala albadan, ni yale maji yachuruzike yaenee katika mwili na yale maji yanatembea, ndio maana yake. Na hapa nitapenda kunukuu baadhi ya mazungumzo wanaoyazungumza wasomi wa fiqhi. Kwa hivyo wanasema ni isalatul ma au sailanul ma ala shay badanan au nahwahu biniyatin am bighairi niyya. Katika lugha ni wewe kuchuruzisha maji katika mwili, iwe umetia nia ama haukutia nia, kilugha. Lakini istilahan katika sheria ya fiqhi ni sailanul ma ala jamii albadani biniyatin makhsusa, ni mwili wako wote uingiwe na maji ambayo kwamba it's running water, ni maji yanayochuruzika katika mwili wako, biniyatin makhsusa, kwa nia makhsusa. Kwa hivyo ina maana kuoga bila nia, na haya tumeeleza katika darasa za kwanza kuwa ania, miongoni masharti za nia ni al-islam, ni Uislamu. Haya maneno lazima tuyakariri kidogo ili aweze kurakiz katika mwili wetu. Anapoingia mmoja wetu ametaka kusilimu, mara nyingi tunakwenda kumtawadhisha kabla hajasilimu, na mara nyingine baada ya kutawadha akapata swala iko tayari akaswali kabla hajasilimu. Ina maana udhu wake kabla hajakula shahada, swala yake kabla hajakula shahada ni batil. So lazima mina nia, na nia sharti yake ni Uislamu. Kwa hivyo ina maana ikiwa tunamtakia mazuri, wewe mtamkishe shahada, kisha ikiwa ni mtu yamkinika anayo janaba, yani na maana ni baligh, amebalighi, sawa ni mwanamume au ni mwanamke,
Tulisema lazima aoge, sio kuwa amesilimu, ataoga kwa kuwa anayo janaba. Kwa hivyo ina janaba ile aliyokuwa nao bado imemganda, hata kama ameoga haikuswihi, kwa sababu katika min sihatil ghusl an-niyya, na nia katika sharti zake ni al-islam. Kwa maana josho lake halijakuwa sawa. Kwa hivyo huyu bwana akishasilimu aogeshwe, aende aoge, kisha akimaliza kuoga ndio atawadha. Akishatawadha aje katika safu wa swali, ndio usawa. Na kusilimisha si lazima imamu, usi waste time kule nje. Wewe umemwona mtu uko tayari kusilimu, mtamkisha shahada. Kama una mahali pa kumwogesha aoge, na umweleze nia hii ni josho ya janaba uliokuwa nao, kama ashafika albulugh, ni mwanamume ama ni mwanamke. Kama ni mtoto mdogo wa miaka 9 chini yake, kwa hivyo ihtimal kubwa, possibility ni kuwa hajabalika. Kwa hivyo akipiga shahada khalas, akitawadha iko katika sawa. Akipiga shahada at the age ya miaka 9 kushuka chini, ihtimal ni kuwa hajabalighi. Kwa hivyo anaweza kutawadha akaja akaswali bila kwenda kuoga, kama wanazuoni walivyoeleza. Kwa hivyo katika shar'an, sheria, istilahan, kuwa alghuslu huwa sailanul ma, ni mchuruziko wa maji, running water, ala jamii albadani, mwili mzima, biniyatin makhsusa, kwa nia makhsusi. Ikiwa waoga janaba ambao ni lazima, utasema nawaitu rafa'al aljanaba au alhadathul akbar, mimi natia nia kuondosha janaba au hadathi kubwa, kama walivyoeleza wanazuoni. Na haya ni masala yako mbele yetu, tutakuja kuyaeleza kwa uzuri. Je, ni wakati gani mtu analazimika kuoga? Tulisoma sisi katika alwudhu, tukaulizana ni wakati gani mtu analazimika kutawadha. Tukaeleza wanazuoni wana kauli 3. Moja katika kauli 3 ni sahihi. Kauli ya kwanza wakasema alwudhu wujuban muwassaan, kwa kutawadha ni lazima. Okay, kutawadha moja tu ndio sunna, tulieleza sisi, ambao ni tajdidul wudhu. Wewe una udhu na udhu ule ushautumia tayari, umetawadha, umetumia alwudhu, ima biqiraati alquran, kwa kuushika msahafu, kusoma Qurani, kuketi mfano kuswali, wa hakadha, katika mengi waliotaja wanazuoni. Ukishaitumia inakuwa used, kwa hivyo unaweza kurenew. Kule kurenew ni sunna. Okay, kwa hivyo alwudhu ambayo kwamba ni sunna ni moja peke yake, ambayo ni kutajdid, kurenew ile udhu ambayo kwamba umeutumia pale mwanzo, umetaka kupata kidogo, unataka kuirecharge ile udhu wako na kwenda unatawadha. Ama alghuslu, kuna sunna nyingi katika kuoga. Okay, kwa hivyo wakatueleza katika alwudhu wujuban muwassaan, ni lazima, lakini wakati wenyewe umewekewa nafasi. Wengine wakatuambia wujuban ni lazima ya haraka, lifi'li salah, kama unataka kuswali au nahwiha ama mfano wake. Wewe unataka kuswali, kwa hivyo lazima utawadhe haraka ili uweze kuswali swala unaoswali, kwa sababu swala yahitajia alwudhu. Wengine wakatueleza ni yote mawili. Wanazuoni wakasema ni kutawadha ni wajib, ambayo kama ni muwassaan, lakini pia lifi'li sala au nahwiha, kwa ajili ya kutawadha kuswali au mfano wake. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo kwamba yanamlazimu mwanadamu kutawadha wakati anapokuwa na alhadathul asghar. Amma alwudhu, amma alghusl, kuoga, wanatuambia wanazuoni wa wujubul ghusli ala tarahi,
wujubu al-ghusli ala at-tarahi la ala al-fawr, kuoga umepewa nafasi, sio lazima pale pale unapokuwa na janaba au hadathul akbar, kwa sababu si lazima janaba tu. Kuna mwingine kama tutakavyoeleza kwa dada zetu, pengine amejifungua au pengine katika mwezi wake wa hakadha, kwa hivyo analazimika kuoga, lakini ala tarahi, ana nafasi kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa kwa time yake, lakini si vyema katika sunna mtu kudumu ala aljanaba kwa muda mrefu. Hapa masail pia muhimu. Mfano, wewe usiku umekutana na mke wako, kwa hivyo weather pengine ikawa ni baridi, kona mimi inshallah pengine nikiamka alfajiri ndo nitaoga. Umepewa ruhusa katika Uislamu, lakini katika vitu ambavyo kwamba wanavieleza wanazuoni ambavyo ni muhimu wewe kuchunga ni kwa mfano nywele zako, kucha zako, ama sehemu yoyote katika mwili wako kutoka kabla hujaoga janaba. Kwa sababu kama utakata kucha kabla haujaoga janaba, ina maana zile kucha zako zina janaba. Umenipata? Kama umekata nywele kabla hujaoga janaba, ina maana zile nywele zako zina janaba. Kwa hivyo usawa, nenda kaoge janaba mwanzo, kisha kama utakata kucha zikate kucha, kama utakata nywele zikate nywele, wa hakadha, katika yale yanojulikana katika viungo vya mwanadamu, wa hakadha. Hivi ndivyo wanazuoni walivyotueleza. Kwa hivyo wanatuambia wujubul ghusli ala tarahi la ala alfawri fahuwa min alwajibat almuwassaa wa yadhiqu biiradati nahwi salat. Lakini unapotaka kuswali, ama mfano wa kuswali, mfano mashul mushaf au qiraatul Qur'an, na haya utakuja kuyaeleza. Mtu anapokuwa katika janaba hata kutamka Qur'ani haufai, napata madhambi ukiwa katika janaba. Ama ukiwa hauna udhu unaweza kuisoma Qur'ani, lakini hauruhusiwi kugusa al-mushaf, na haya utakuja kuyaeleza baada ya haya. Mujibatul ghusl, mambo ambayo kwamba yanampasa mtu lazima aoge, wanazuoni wametuambia ni sita, mambo sita. Hapa nitaomba kidogo mnisikize kwa makini. Nimejaribu kutumia lugha za kistaarabu lakini zimenichenga, lakini elimu lazima tuambizane ili iwe wazi. Kwa mkiniona pengine nimetamka matamshi kidogo sio ya kistaarabu, ni kuwa nimekosa lugha ambayo itaeleweka kwa haraka, isipokuwa lugha nitakayoitumia hapa. Na ni ilmu, tunapokuwa katika ilmu, la hayaa fil ilmi, hakuna haya katika ilmu, kwa sababu ikiwa haitojulikana nahisi kama nitakuwa na masulia, responsibility, na nitakuwa pengine nimeelekeza watu mahala sipo. Hawa wenye vitabu wataja kila kitu, kwa hivyo nikitafsiri lugha iliyokuwa hapa nafikiri nyote mtakimbia darasani, lakini nitajitahidi lugha kidogo kuzipolish kuzipamba ili isiwe wazi sana, lakini ieleweke. Wenyewe wanasema mafumbo, tutatumia lugha za mafumbo, kinaya. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba yakimpata mwanadamu lazima aoge ni mambo sita. Haya ni mambo ukiyaona kwako ujue ni lazima uoge. Jambo la kwanza, kwa wanaofahamu lugha ya Kiarabu wataelewa vizuri, wanasema ni ilajul hashafati fil farj. Maneno mazito kidogo, lakini mtaniruhusu nitumie lugha kidogo ambayo kwamba itakuwa na ustaarabu. Manhood nafikiri ni lugha kidogo na ustaarabu, ama uume. Unapoingia katika uchi, nikizungumza uchi eleweka,
Na uume huu subhanallah, katika uumbaji wake una sehemu kadha wa kadha. Uume una kichwa, kisha kina kile kinachofuatia baada yake. Katika fiqh yazungumziwa kile kichwa cha uume kikiingia katika uchi wowote, sawa ni uchi wa mwanadamu, iwe ni uchi wa mbele au ya nyuma, au iwe ni uchi si ya mwanadamu, ukaingia kichwa chote, lazima aoge. Fikiri nimejitahidi kutumia lugha ya kibusara na inshallah ujumbe umefika. Haya ndio maana wanayozungumza wasomi ilaju alhashafa fil farji, na wenyewe wametaja alfarj kwa maana ya uchi, kwa sababu sio lazima tu awe ni mwanamume na mwanamke. Leo tunaona mambo mengi sana yanayokwenda katika ulimwengu na uchafu ulivyochafuka ulimwenguni bila hata kuyaeleza, lakini ni kadhia utakuja kuona kwa kushtuka, lakini kwa sharti iwe ni uchi. Uchi unaozungumzwa hapa uwe ni uchi kwa kiumbe ambacho kiko sahihi, yani mwanadamu aliyekamilika kama aliyekamilika, au pengine ni kiumbe ambacho kimekamilika. Kwa maana, na panisikizeni kwa uzuri, ikiwa na watu hawa utakuja kuona katika Asian community wako wengi sana, wanaitwa katika fiqh khuntha. Khuntha ni mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, lakini ana mashini mbili, hajajulikana ni mwanamume, hajajulikana ni mwanamke. Lakini kaulan wahida ni kuwa atafika katika marhala ya kubalighi. Akibalighi watu watajua ni mwanamume au ni mwanamke, kwa sababu anaweza kuwa na ala zote mbili. Akiingia katika umri wa kubalighi, kama ni mwanamke akaanza kuona mwezi, akaona damu yake ya mwezi, anakuwa ni mwanamume. Kwa hivyo ile sifa ya ukhuntha unapotea. Okay, kwa hivyo katika hawa baadhi ya wanazuoni wanasema ni kama kiungo kilichozidi. Kama mtu ana vidole 7, 6, kwa hivyo kuna kidole kimeongezeka, wa hakadha. Mwingine ana masikio mawili, mwingine ana pua mbili, wa hakadha. Kwa hivyo ni kiungo kimezidi. Kwa hivyo huyu, hata baadhi ya wanazuoni wanaeleza, anaweza kwenda kufanyia upasuaji baada ya kujulikana jinsia yake ni gani, kwa sababu pengine katika siku za usoni kama anataka kuolewa, mwanamume anamuona mwanamume mwenzake itakuwa, au mwanamke anamuona mwanamke mwenzie pengine. Kwa hivyo ile sehemu itakuwa imezidi, iondoke. Tatizo, kuna mtu anaitwa khuntha mushkil, na huyu ana sharti nzito sana katika fiqh. Yani sasa huyu subhanallah, mara mashini yake ya uume yafanya kazi, mara mashini yake ya kike yafanya kazi. Huyu ni khuntha. Sasa hatujui tumhukumu vipi, ni mwanamume au ni mwanamke. Hata katika baadhi ya wanazuoni wanasema huyu hafai kuja msikitini kabisa, asiende msikitini kwa wanaume na asiende msikitini kwa wanawake, kwa sababu hatumjui ni nani. Ukisema ni mwanamke, si mwanamume, mara amebadilika. Ukisema ni mwanamke, wa hakadha. Huyu anaitwa khuntha mushkil. Sasa kwa huyu wanazuoni wanasema ikiwa ni ala yake ya uume au ala yake ya kike kumepatikana ilaji, nafikiri inaeleweka. Ikiwa hakuna nuzul
na haya maneno tutakuja kuyazungumza baadaye. Ikiwa huyu aloweka ama yule alowekewa hakukupatikana kuteremka ama kutokwa kwa manii, sperms hazikutoka, si kwa mwanamume wala si kwa mwanamke, huyo hana josho la ilajul hashafa, huyo hatooga, kwa sababu hatujui ile mashini inafanya kazi ama haifanyi kazi. Dhana mbili haijulikani ni gani. Kwa hivyo tuna assume kuwa hii ni ya ziada. Kwetu wako wachache, lakini sisi huwa tunawaficha sana, hatuwatoi kwa sababu si desturi zetu. Lakini mkiingia katika Asian community mtashtuka, mwende pengine Indonesia na sehemu nyingine mtakuja kushtuka. Yani ni mambo subhanallah, maumbile ya maajabu sana. Kwa hivyo haya mazungumzo hususan kwao lazima yawe wazi, kwa sababu kila mmoja ajue mwelekeo wake wa kifikhi ni upi, na kwetu pia tueleza ili na sisi pia tusiwe wajinga, tuwe tunajua kinachojiri katika ulimwengu. Mushkila mwingine ni iwapo kutapatikana tendo la mwanadamu na mnyama, manake tumezungumza ni ilajul hashafa fil farj, lazima kuogwe. Kwa hivyo na hususan anayeoga ni yule mwanadamu. Ni matatizo tunayaona sisi leo katika vipindi, tasikia fulani amekutikana katika zizi la mbuzi, ule amekutana katika zizi la ng'ombe. Yani maajabu subhanallah, yani yasikitisha, yani katika alamati saa, katika alama za kiyama. Kwa hivyo leo kama ni mwanamke amekwenda kustarehe pengine na mnyama, yeye ni lazima aoge mwanamke, lakini yule mnyama si mwanadamu, hana haja ya kuoshwa. Tamam? Au bila aks, au mwanamume wa hakadha. Masala yanayotokea hapa ya kifikhi ni nini hukmu ya mnyama aliyebakwa na mwanadamu? Sawa, amebakwa na mwanadamu mwanamke au amebakwa na mwanadamu mwanamume. Kwanza wanawazuoni wamekhtalifiana, je, ni zina ama sio zina? Kwa hivyo kauli yenye nguvu zaidi ni kuwa sio zinifu. Kwa hivyo hata kama kutakuwa kuna mahakama ya sheria, hatopigwa au pengine hatouawa ikiwa ni muhsan, okay, kwa sababu amedeal na mnyama, lakini atafanyiwa izara. Izara ni kuwa atatangazwa kuwa huyu amefanya kitendo kichafu na mnyama. Neke wewe umekosa wanadamu yake, umekwenda paka kwa mnyama, yani wewe ndio mnyama mwenyewe, yani wewe ndio an animal. Vipi unatoka kwa wanadamu umekwenda paka kwa wanyama? Umekosa kitu gani? Subhanallah. Jambo la pili ni yule mnyama ikiwa ni maakul, kama ni mnyama halali kuliwa, khalas tayari sasa ni haramu kumla ule mnyama. Kwa hivyo mtu akijulikana amekutana pengine na mbuzi, awe ni mwanamume au ni mwanamke, na kukapatikana ile ilaji, basi yule mnyama moja kwa moja anakuwa ni haramu kuliwa, haliwi. Na wanazuoni wanasema atatengwa katika jamii. Kwa hivyo kama anaweza kurudishwa porini, kama ni wa porini aende zake porini, au achinjwe azikwe kwa sababu ya aibu inayopatikana, kwa maana yake hafai kuliwa tena. Wewe utakwenda vipi kununua nyama usikie nyama hii? Kuna jamaa kula anaitwa mnyama wa kibinadamu alifanya 1 2 3, taban hautakuwa tena na heshima na athari yoyote ya kuweza kula nyama kama hii. Kwa hivyo hii ni mukhtasari ya kuhusiana na kadhia ya ilajul hashafa, na nataraji inshallah nimejitahidi kutumia lugha za kistaarabu kufikisha ujumbe wangu. Hii ni sababu ya kwanza inayomsababisha mtu lazima aoge. Sababu ya pili ni khurujul mani, ni manii yamtoke mwanadamu. Na manii mwanamke anayo na manii mwanamume anayo. Kukipatikana
manii ya mwanamke ambao kwamba mara nyingi anatoka kifuani, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotueleza, yakhruju min baini sulbi wa tarai, wa manii ya mwanamume anatoka katika spine yake, uti wa mgongo wake, ndipo mahali amebeba watoto wake. Ama mwanamke ni kifuani, tarai. Yakimtokea imma nauman, amelala, au yaqadha, ama yuko macho, iwe ni kwa mujamaa, wamejamiiana, au kwa kufikiria au kufanya lolote, jawalazimu kuoga. Okay, maswali yanayokuja hapa na ni maswali muhimu sana. Ni mfano, mume amempata mke wake amelala, ni mke wake, ni halali yake, kwa hivyo akastarehe na mke wake, lakini mama amelala, yuko usingizini. Mume amemaliza, mwanamke hajui chochote. Akija kushtuka asubuhi, manake mwanamke ni kama bakuli, kwa hivyo yale maji yamekuja, yameketi, yamebaki pale kwake ndani. Okay, akienda kuoga akaona hali ya yale maji yanamtoka. Je, huyu mama ataoga kwa sababu ya yale maji, manake khurujul mani, au ataoga kwa sababu ameingiliwa? Jawabu ni kuwa ataoga kwa sababu ameingiliwa, kwa sababu yeye hakutoa maji wala hakuhisi chochote. Mfano mwingine ni mwanamke, mfano amebakwa, hakustarehe chochote, atakwenda kuoga kwa kuwa amevamiwa, lakini hatooga kwa sababu ametokwa na yale maji. Na haya maji nitakuja kueleza kwa haraka haraka baada ya adhana, yana sifa gani kama wanazuoni walivyoeleza, ili tupambanue. Kuna maji kadhaa mwanadamu anayatoa, mwanamume na mwanamke, na ni muhimu kuyafahamu. Kwa hivyo yule mwanamke atakwenda kuoga kwa kuwa ameingiliwa, ni janaba katika ilajul hashafa, lakini hatooga kwa sababu yale manii siyo yake. Tamam. Wa inshallah taala baada al-adhan tutaeleza sifa ya manii biidhnillah, na kisha tutajibu swali tuliloulizwa wiki iliyopita kuhusiana na usahihi wa sala katika viti. Taban tulisema tufanye subra, tutakuwa na mlango wa sala, lakini kwa dakika chache kwa faida tutaeleza nini hukumu ya kuswali katika viti. Wallahu wa rasuluhu a'la wa a'la. Tayeb, baada ya kufahamu mukhtasar ya mazungumzo mafupi tulioeleza kuhusu mujibatul ghusli, tumetaja ilajul hashafa na pia tumetaja khurujul mani. Hivi vitu viwili ni katika mambo ambayo kwamba yanamlazimu mtu kuoga. Nitataja haya mengine kwa haraka kwa sababu mengine yanaeleweka. Wal haidhu, na mwanamke anapoingia katika ada ya mwezi, na hii possibility huwa ni kuanzia 9 years and above. Lau atapata alhaidh kabla ya 9 years hayasabiwi, itakuwa ni damu listihadha, kwa hivyo anaendelea kuswali. Kwa hivyo ni 9 years and above, hii ni haidh na ni damu ambayo inaonyesha afya ya mwanamke iko sawa. Mwanamke ambaye kwamba hapati haidhi inamaanisha kuna matatizo kidogo. Kwa hivyo haidhi ni moja katika dalili za kuonyesha mwanamke yuko sawa, na mlango wake inshallah pengine katika mbele tutakuja kueleza zile ahkam zinazopatikana ndani yake. Kwa hivyo mwanamke akipatikana katika hali hii lazima aoge, lakini kuoga kwake ni ile damu ikatike. Kwa hivyo si zile siku ambazo kama amemaliza siku zake ndio lazima aoge. Kwa hivyo ina maana hata mume alomuoa mwanamke si halali mke wake kulala naye mpaka ikatike ile damu na yule mwanamke aoge. Kwa hapa kuna masala, je, mwanamke akienda kuoga
kwa kumhalalishia mume wake. Je, wakati ule anaweza kushika mushaf, anaweza kushika kadha kadha? Haya ni masala tutakuja kueleza baadaye, lakini mwanamke anapokata ile damu yake inapokatika, aende akaoje kwa kuwa amemaliza ule muda wake, na itakuwa sani halali mume kukutana na mke wake. Yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, kaeni mbali na wanawake wanapokuwa katika adha. Na kukaa nao mbali ni kuwa msicheze katika sehemu ambazo kwamba zinaitwa red lines. Okay, kwa hivyo mambo mengine mnaweza, lakini jaribuni sana katika zile red lines. Nafikiri wanaume waliooa, ili ni jambo liko wazi. Kama haujui, tutakuwa tunakushuku sasa wewe kwa nini haujui mambo haya, kama walivyoeleza wanazuoni. Kisha damu nyingine ni an-nifas. Hii ni ya wanawake. Nifas ni damu inakuja baada ya kujifungua, na yawezekana mara nyingine mwanamke akajifungua na asitokwe na nifas, it's possible, lakini kutahesabiwa siku. Pengine amejifungua mwanamke leo, ameketi siku 10, mara ameona damu, hukumu yake ni damu nifas. Lakini mwanamke amejifungua, ameketi baada ya 15 days, siku ya 16 ameona damu, ile si damu nifas, itakuwa ni haid. Kwa hivyo kuna possibility mwanamke akajifungua na asipate damu inayoitwa damu an-nifas, na haya ni masala yameelezwa na wanazuoni. Kisha kuna alwilada. Alwilada ni kuzaa ama kujifungua, na siku hizi tunakuja kuona mtu anaweza kutumia njia si zile za kawaida, kapasuliwa huku. Je, amezaa ama amefanyiwa operesheni? Okay, maana ya wilada ni kutoa kila kitu kilichokuwa katika mfuko wa mtoto, na mwanamke analazimika kuoga hapa, kwa sababu pale ni mkusanyiko wa maji yake na maji ya mwanamume. Kwa hivyo mimi na wewe ni mixed. Tumezungumza inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Kwa hivyo ni mix baina ya maji ya kiume na maji ya kike. Kwa hivyo hata ikitolewa katika operesheni anaoga, kwa sababu yale maji yake yametolewa. Kwa hivyo anaoga hata kama hakujifungua katika normal way ambavyo kwamba tumeelezwa. Kwa hivyo yote inaitwa alwilada, kwa sababu wilada ni kusafisha kile kizazi chote kama wanazuoni walivyoeleza. Na mwingine ama jambo lingine linapopatikana kwa mwanadamu lazima aoge ni almaut. Kipatikana kifo kwa mtu lazima aoge ama aoshwe, isipokuwa watu wawili: ashahid, mtu alokufa katika viwanja vya jihad, si shahidi yoyote. Ule ambaye kwamba amedhulumiwa, pengine ameuawa, ni shahidi, lakini huyo anaoshwa. Huyo anayetegemewa hapa, anayependelewa ni yule aliyokuwa katika viwanja vya kupigana jihad, ndio shahidi. Na wa pili ni sikt. Sikt ni miscarriage. Miscarriage ikiwa haijapita miezi 4, okay? Miscarriage hakuna kuoshwa, hakuna kuoga, huwa hana mambo ya kuoshwa, ikiwa ni chini ya miezi 4 au ikiwa ni chini ya miezi 6, kisha kukapatikana signs za kuonyesha ile sikt ilikuwa iko hai, pengine tumesikia sauti kisha pap imekatika, kuonyesha dalili alikuwa yuko hai, ataoshwa kama mtu mzima anavyooshwa. Au pengine tumeona haraka, au pengine amekuja tumeona hasa umbo limeanza, pengine haijafika 6 months, lakini tumeona huu ni uso sasa, pua hili, macho haya, wa hakadha, itambidi aoshwe ikiwa lile umbo limekuja. Kwa hivyo nitakuwa nimekamilisha yale mambo 6 ambayo kwamba kimpata mwanadamu lazima aoge. Manii ni nini? Manii, wanazuoni wametufanyia kazi kubwa sana, tutafaa kuwashukuru, lakini nitafanya ikhtisar ambayo itatuonyesha ni nini manii. Wanazuoni wameeleza sifa nyingi, lakini tutashika mambo matatu kama walivyoeleza. Almanii ni kile kitu kinachokuja alkhuruj bishahwatin maa alfutur aqibahu.
ni yale maji yanayokuja wakati wa hamu, na hamu hii ni hamu ya baina ya mwanamume na mwanamke. Okay, kisha kikishatoka unapatikana alfutur. Futur ni kuwa tena hakuna hamu ya tendo tena. Wenyewe wanasema the best piliton in the world. Okay, unampata mtu sasa hapo anataka kulala tu, amevunjika mwili, kama ni mwanamke, kama ni mwanamume, unless kama ni bwana harusi sasa ameoa juzi, basi huyu bwana atamsimbishie mlango, maanake huyo ana okay, ni lugha eleweka. Lakini wale ambao kwamba tayari washazoeana, baada ya shahrul asal pengine, au baada ya miaka miwili, huwa tena wakishakutana, mwanamume akamaliza na mwanamke akamaliza period pengine 15 minutes to 30 minutes, tamuona tayari khalas futur. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili wanasema arraiha allati tushbihu at-tala, yale maji yana harufu ambayo kwamba yanafanana na mbegu za kiume. At-tala hapa amezungumza lugha zinazofahamiana. Katika Gulf of Arabia wanalima sana tende. Kwa hivyo mtende wa kiume na mtende wa kike. Mtende wa kiume huo unatoa manii yake ni kama poda hivi, yana harufu, yale yanaitwa tala. Kwa hivyo kunapopatikana tankihi, yani tankihi ni upepo. Sasa ule upepo kichukua yale poda yaliyozaliwa na mwanamume, mti wa mtende, unakwenda kwa mwanamke, ndio mwanamke anapata mile mitende tunakula sisi hapa. Kule kuzaliwa mitende ni tankihi, inapatikana baina ya mwanamume mti wa kiume wa tende na mti wa kike wa. Kwa hivyo wanasema harufu yake ni hivyo. Sisi lugha yetu ya haraka hapa inafanana na harufu ya jik, takuwa ina haja twende mbali. Harufu ya jik ushaisikia? Basi ni moja wapo, ikiwa yale maji yako wet, harufu yake iko vile. Wengine wanatueleza katika miongoni mwa alama za kuonyesha ni manii, alkhuruju bitadaffuq, yale maji yakitoka hayachuruziki kama mikojo, yanakuja kwa force ya kwanza, kisha force ya pili. Wanaelewa wanaume na wanawake wanaelewa. Kwa hivyo haiji kwa wakati mmoja, unakuja bitadaffuq. Hizi ni katika alama walizozieleza wanazuoni. Kwa hivyo akipata mwanadamu maji yasiyokuwa katika moja katika hizi sifa, ni aidha wadhi ama madi, ambao wewe utakwenda kujisafisha kama mikojo, kisha kama ni nguo utaisafisha, utaingia katika sala kama kawaida. Nimalize katika hizi dakika mbili swali linalohusiana na kuswali katika viti, ambalo tulikuwa tumeahidi wiki iliyopita tueleze. Kwa hivyo nitaomba mnisikize kwa makini ili tutoe amana ya ilmu alotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awalan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waqumu lillahi qanitin. Swala, fuqaha wamechukua kipande hichi cha aya wakatuambia alqiyam lilqadir ruknun min arkani salah, kusimama katika sala ni nguzo katika nguzo za swala. Yani mtu ikiwa atawacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala hana sala. Lakini kukatolewa baadhi ya watu waliokuwa na udhuru, akiwemo ni hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari, imesimuliwa na Imran ibn Hussein, anasema mimi nilikuwa ni mtu nina bawasili. Bawasili ni katika maradhi, sehemu ya uchi wa nyuma wa mwanadamu, huwa mara nyingine akila chakula kikavu kuna vimba na penginepo akawa anatokwa na damu. Ni maradhi mabaya sana. Kwa hivyo mtu anadhoofika sana, hata kuketi chini inakuwa ni shida, na pengine hata katika kusimama inakuwa ni matatizo. Kwa hivyo ni sahaba huyo alipomuuliza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, akamwambia salli qa'iman, ikiwa unaweza swali kwa kusimama, fa in lam tastati' fa qa'idan, ikiwa hawezi basi swali kwa kuketi, fa in lam tastati' fa ala jamb, lala ala aljamb uswali. Kwa hivyo hizi ni ruhusa tumewekewa na sheria ya Kiislamu, lakini
na nisikizeni kwa makini sana, hususan katika madhhabi ya Imam Shafi kidogo mutashaddidin katika swala hili, wakati hauturuhusu, lakini kwa sababu ya sala nisikize vizuri. Ndugu yangu unaiswali katika kiti, wewe jiulize, na wewe wajijua, unaketi katika kiti sababu gani? Je, unaketi kwa sababu hauwezi kusimama, ama unaketi kwa sababu hauwezi kurukuu, ama unaketi kwa sababu hauwezi kusujudu? Kwa sababu qiyam ni rukn min arkani sala, rukuu ni rukn katika arkani sala, sujud ni rukn katika arkani sala. Ikiwa hauwezi kusimama, hauwezi kurukuu, hauwezi kusujudu, inshallah uko sawa. Lakini wewe hauwezi kusimama kwa kuwa pengine una matatizo ya mgongo, huwezi kusimama, unaruhusiwa kuketi. Lakini kama unaweza kurukuu, itakubidi uinuke urukuu kwa sababu ni katika arkanu sala. Ikiwa unaweza kusujudu, itakubidi usujudu kwa sababu ni katika arkanu sala. Na hivi ndivyo wanazuoni walivyoeleza. Inshallah pengine katika siku za usoni tutakuja kueleza. Lakini tutakuja kumwona mtu lilasaf, okay, anaumwa lakini haumwi sana, anaweza kusimama hata 2 minutes. Ili wewe uweze kutekeleza sala yako, simama hata kama ni dakika 1. Ukimwona imamu amerefusha, keti kwenye kiti chako upate ile ruknu min arkani sala, na sala yako itakuwa ni sahihi, na Mwenyezi Mungu atatupa afya. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.